50. Asikuwa wewe unafanya msimu huu, huo ndio 50. Ni maoni yao, hizi kwa pinga. Maoni yao, maoni yako baba. Ni maoni yao baba. Ni maoni yao. Maoni yako ni yake. Maoni yangu mimi nadhani mmefanya vizuri. Unapo ya Yanga na timu nyingine. Sisi Yanga hatujengi timu. Sisi Yanga tunaboresha timu. Tofauti hapo eh? Kujenga timu na kuboresha timu yako. Sisi Yanga tunaboresha timu. Kwa maana ukiangalia Yanga season hii, maoni ambayo yanatolewa ni kuboresha baadhi ya idara. Kama haya, fanya hiki hapa tutakuwa bora zaidi. Lakini wengine ukisikia wanaanzia goalkeeper mpaka striker. Kipa hafai, beki hafai, beki hafai. Beki wazito. Kiungo mcheza rafu, ana anajua. Kiungo mzito. Huyu mbio nyingi, maarifa sifuri. Huyu kazi ya kupiga penalty tu, goli hamna. Huyu naye mbio, anataka machindano machukua aonekane. Huyu striker wetu naye mzito, hawezi kupiga mashuti. Timu nzima inaonekana bora. Umeelewa hapo? Jadili yangu nazungumza improvement ya squad. Kwamba unaangalia goalkeeping department iko vizuri, unaangalia hapa kuna sehemu fulani boresha kidogo, huko unaboresha timu, haujengi timu. Kujenga timu ni kama hivi ambavyo sasa hivi ukienda kumuonyesha shabiki wa Viola akuelezee timu yake, ataikosoa kuanzia golini mpaka striker. Anatoa mfano, anakuambia kipa anachemesha. Wewe unaye kashazeka. Ule kazeka vile vile. Wazito hao. Mwezi mzize. Maana yake watu watano wote wabongo. Ukiungo na rafu nyingi. Goli hapo. Ule kiungo kashaka na mundu shaenda. Huyu wingi naye anakimbia sana, maarifa sifuri. Huyu naye kazi ya kupiga penalty. Huyu naye anataka mechi ndogo. Wingi anapiga. Mechi kubwa aonekane. Huyu striker wetu mzito. Akamlinda Harmonize. Kwa maana yake timu yao kwenye zile asilimia utakuwa unasema hawa sasa asilimia 100. Hakuna walichofanikiwa msimu kwenye upande wa kujenga timu. Huu ndio ukweli ambao mimi nikizungumza wanasemaga na wafuatilia. Lakini ndio ukweli. Alafu sijui kwa nini, yani sijui Kasumba, sijui ndani kaijenga ikasumba. Kwenye usajili timu ikiwa inatengenezwa mwenyekiti wa hadi mbele. Timu ikishafungwa mwenyekiti ndio aondoke. Wanaleta watu kwa kuna kwa msimu wote wanapostigi picha na wachezaji wanavimba. Bora mwishoni hapa haonekani. Tafutia mzee wa watu na dhama. Yaani kwenye usajili pale ambapo ndio uongo mwingi watu unafanyika pale. Pale mwisho wa msimu watu wao wote waonekane ambao unaona waingizaga chaka. Usijui mshauri wa nani, usijui mshauri wa nini, usijui nini, uongo mtupu. Uongo mtupu. Mwanzo wa msimu tulishaona hawa timu hamna. Ifanye analysis ya squad na analysis ya Yanga. Ndio maana nawaambia season hii pia sijui nini kitenda katikati ya season hii pia mpinzani wa ubingwa wa Yanga alikuwa atakiwa Azam Football Club. Sijui nini kitokea hapa katikati. Lakini kwenye football na maana yake mshindani halisi wa ubingwa wa Yanga msimu huu alitakiwa Azam Football Club. Na Singida. Sasa namwambia ilikuwa Azam. Sijui nini kitokea hapa katikati. Kwa sababu namba zinaeleza vizuri hawa wazee wetu hawa ni mpaka kesho wanalinda tamaduni za Kariakoo Derby. Si ndio bwana? Lakini tungeachua vijana si shakufa hiyo. Si derby inaanza. Mpira derby yetu Yanga na Azam. Mechi ya Azam ikifika hapo watu kichwa kinatuma. Boli Azam wana watu kweli, Yanga wana watu kweli. Mbugi pale inapigika. Lakini kwa sababu klabu ni wazee wetu hapo miaka 90 klabu inaanzishwa hii. Tunaenzi tuliyokuta. Wazee watuambia ni wapinzani wetu. Sisi hatuoni kama vijana kama tunaona. Hatuoni kama wale wapinzani wetu.
ni timu tu fulani ambayo ilikuwa jezi nyekundu na nyeupe, ishiriki ligi ifunge basi. Mimi nikitazama hivi sionai kabisa. Yaani ukiondoa tu mashabiki, sionagi exactly tofauti ya Simba na Kengoli, sionagi. Ukiondoa tu mashabiki na kelele, sionagi kimpira tofauti ya Kengoli na Simba Sports, sionagi. Lakini mashabiki wa wengi na kuna machao wanapiga kelele, kuna wachao waendelee. Lakini kiukweli sisi tumefanikiwa sana season hii kwenye kuijenga na kuboresha timu yetu. Tumesajili maeneo muhimu. Kwa mfano, aliumia Mkwasi atola yao, dirisha dogo tukamwongeza design pale kwetu. Leo hii miongoni mwa wasajili tumefanya vizuri. Wangu wewe, unajua hii klabu kuna mahali imefika ndugu yangu. Vitu vingine hivi wanatokea bahati mbaya. Sisi we have review hapa ya squad yetu na contribution ya kila mchezaji. Unaelewa sisi? Tunayo hapa. Tunakwambia upande wa right back. Tuna Israel Patrick Mwenda, ameingia dirisha leo amecheza mechi ngapi? 10 na plus Dodoma na hii mechi 19. 17 na kucheza Dodoma. 18 kacheza. Contribution yake before hizo mechi mbili ilikuwa ni 54%. Israel Patrick Mwenda kaingia dirisha dogo. Contribution ya timu kwenye upande wa mabeki wa kulia, mchango wake ni 54%. Hapo hujagusa left back, hujagusa central defenders, hujagusa nini. We have each and everything kwenye system yetu. Tunacho kila kitu ambacho kina kudirect kwamba hii hapa imemprove sana. Wao wanaoniambia nikataka uniambie watu ni kwenda kwenye shule. Sababu nayo unajua shida yenyewe mjionanga mimi naongea ya huyu msemaji. Mimi sio msemaji tu. Mimi mpira naujua. Mpira mimi naujua. Yaani naujua kweli kweli. Kuna wakati tafanya utani na nini basi. Lakini when it come to football, hawa wasemaji wenu wote anga ananifikia wote hapa. Hata mmoja anikaribia hamna. Wote. Labda walizidi kuvaa tai. Kuvaa tai mbali kwenye mshingo hapa labda. Watu sema katabu. Lakini kwenye knowledge ya football hao wote, hasa mimi naweza kutengeneza hiti cha msimu. Na sio kocha, sijaweka mchango kwenye timu yangu. Nimeweka mchango. Haya wewe msemaji ukaambiwa saa hizi hebu kawatafute wewe tathmini ya timu yako unaweza kufanya. Unaweza kutengeneza analysis ya timu yako wewe hata ukampa mwalimu tu, bwana mwalimu mimi na mawazo haya. Unapokuwa unafanya kazi kwenye klabu ya mpira pamoja na taaluma nyingine zote, mpira ndio biashara mama hapa.